Kama wera wera. Hey, pause. Mimi nabii na tunatoa nabii hapa leo. Na fungu la 10 mtaleta hapa linaitwa tone tone. Si ndio? Kama nisikilizeni kwa makini sana. Wote hawa, wote wameacha familia zao, wako barabarani na wana mpango wa kutembea nchi nzima barabarani. Nchi nzima barabarani. Hakuna anayelipwa hata mmoja. Wengine ni vijana wadogo kabisa, hawajaanza hata msingi wa maisha, lakini kuna legacy wanajali ya kupigania haki. Mmeuawa wengi sana hapa. Leo nilikwenda kule Majengo kule Mtumbani kule. Kila nakutana naye ananiambia, mheshimiwa, mimi nilifiwa. Ria ni huu. Chama hiki ni mbadala. Chama hiki ni chanzo cha amani. Kwa sababu wananchi wanapogafirika, wakiitwa kwenye mkutano, wanakuja kusikiliza vita ya maneno, sio vita ya mapanga. Kuondoa chama ama kufikiria ama kutishia kufuta chama kama Chadema ama kukiadhibu ni kutengeneza vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hawa watu mnaofikiri ni wapumbavu, hawa watu unaofikiri ni wapumbavu, kuna siku mtaamka, hamtaamini kama hawa ndio lile kundi tulilokuwa tunafikiri ni wapumbavu. Hakuna kitu kinaleta amani katika nchi kama mikutano na kazi za siasa, kwa sababu wewe ukigafirika unasema wakina Lema wakija tutakwenda kuwasikiliza, na hasira yenu mnamalizia kwenye kushangilia na kutoa support. Wakiondoa hiyo alternative, wala siwafundishi, watatokea watu wengine ndani ya hilo kundi, watajifunza mambo mabaya. Nyie watoto wenu, wajomba zenu, viongozi wenu, hawa bunge wenu, madiwani wenu, biashara zenu hazitakuwa salama kwa sababu mmeondoa sehemu ya kupumulia. Wapumbavu wafikiria hao, men. Sasa kwa nini hawa kila mara wanapiga ukunga? Sikiliza, viongozi wote wakuu wa nchi, familia zao, naomba utulivu, kama familia zao zinafaidika na serikali. Viongozi wa Chama cha Mapinduzi akiwemo Wasira nchini, Mama Samia mkoo wake ni waziri, aliamua mtoto wake ni naibu waziri. Wasira mtoto wake juzi, wabunge wa Chama cha Mapinduzi wamepewa maelekezo wamchague kuwa mbunge wa Afrika Mashariki. Mtoto wa Wasira ni mbunge wa bunge la Afrika Mashariki. Mwinyi kule Zanzibar, ndugu zake wawili ni wabunge, yeye ni rais. Pinda mdogo wake ni mbunge. Wapo nimeandika, wako wengi, nimeandika wachache. Kikwete mke wake tena asivyokuwa na aibu, alikuwa ni first lady kwa miaka 10. Amekaa Ikulu miaka 10 kama mwanamke wa kwanza nchi, first lady. Kikwete mke wake ni mbunge, na akaenda bungeni ule mama ambavyo ana aibu, akasema wake wa viongozi waongezewe marupurupu, kwa sababu mtoto wa Kikwete ni mbunge, ni waziri. Kikwete amekuwa kama makamu wa rais nchi. Juzi kulikuwa na msiba wapi kule? Uapisho, sio? Msiba Botswana. Unashangaa Kikwete anakwenda kama nani? Nchi na waziri mkuu wameteuana wao, si hatumtambui. Huyu amekwenda kule. Kikwete anakwenda kwenye mashughuli za serikali, utafikiri ni rais aliyoko madarakani. Huyu Kikwete vipi? Ndugu zangu, Magufuli mtoto wake wamempa ubunge.
mtoto wa Mkapa ni katibu mkuu wa wizara fulani huko. Ndio sababu hawataki kuongea habari ya haki. Haki ikiongelewa utaondoa kitu kinaitwa nepotism. Ndio sababu wao amani kwao ni nyie muuawe kwa gharama yoyote, lakini wao wawepo madarakani kwa sababu nchi hii wanafikiri ni duka la baba yao. Sikiliza CCM, sikiliza Samia, hii nchi sio ya kwako, hii nchi ni ya Watanzania wote. Watu wamekufa wengi na sisi hatuna hatia. Tunajua wanatengeneza mipango ya kutuadhibu wote hapa, tunajua wanakaa usiku na mchana kututafutia mashtaka. Mikono yetu haina damu, mioyo yetu haina hatia, ila nimhakikishie Rais Samia, nimhakikishie Rais Samia hata kwepa adhabu na uchungu wa kilichofanyika Oktoba 29 na 30. Hakwepi, hakwepi. Wale wote mliohusika, polisi, usalama wa taifa, jeshi, hamtakwepa. Mtalipa gharama. Mlipanda bangi, mtavuna bangi. Hata mkiua viongozi wote hapa, siku moja mtalipa, na hiyo siku iko karibu. Na hao watashtakiwa, watatembea kwa hofu kama tulivyotembea nazo sisi kwa kuogopa kutekwa. Watatembea kwa hofu, hawatasafiri. Siku zao zinahesabika, siku zao zinahesabika. Huwezi kuwa watu maelfu alafu wanatembeza wale watu kutengeza propaganda. Mnatengeneza tume. Wewe Samia ni mshtakiwa namba 1. Uchaguzi umekuhusu wewe. Wewe ni amiri jeshi mkuu. Wewe ndiye ambaye majeshi yote yanachukua amri kutoka kwako. Uchaguzi ulikuhusu wewe. Wewe ndio ulisema jeshi lijiandae Oktoba 29. Jeshi lijiandae Oktoba 29. Kulikuwa na vita. Toka lini uchaguzi jeshi linajiandaa? Jeshi linajiandaa kwa uchaguzi? Sikiliza. Maana yake Samia alikuwa anajua kinachokuja kutokea. Sasa hanadanganywa na wakina Kabudi. Unajua mimi hapa katiba Tanzania nasema kwamba bongo. Yule mzee ni muongo yule. Amemfix. Na nikwambia, ukiitazama tume ya Jaji Chande kwa kijicho la kiroho, kwa sisi manabii, unamwona Jaji Chande naye Mungu alimtumia vizuri. Mimi ningekuwa Rais Samia nisingeunda tume, kwa sababu kabla ya tume tulikuwa tunasema wameua, wanasema hatujaua. Kwa Umoja wa Mataifa ulihitaji kuja hapa UN kutafuta fact UN ili jua kama mauaji yalifanyika. Wakatengeneza tume ili wasaidie. Tume ikawasaidia kuondoa ukweli wote, lakini ikasema kitu kimoja cha msingi, kwamba kuna watu 518 na zaidi wameuawa. Akasema hivi, lakini sio conclusive, yani sio idadi ya mwisho. Akasema hivyo Jaji Chande. Akasema hao watu 518 na wengine kama 400 na ngapi walipotea katika mazingira ya kutatanisha na wamekufa. Hata hivyo tumeongea na wazazi zaidi ya 1000 ambao wanasema hawajaona watoto wao. Sasa Jaji Chande ameisaidia mahakama ya kimataifa kuiambia hivi, Tanzania sio kuna tetesi ya mauaji, kuna mauaji yamefanyika. Tunapeleka The Hague. Wambura hayuko salama sana, Wambura IGP. Na polisi nisikizeni. Mimi nawaambia polisi, nyie ambao mlikuwa mbele ya mapambano, watakachokifanya msipokuwa makini wewe. Ukiona mambo magumu njoo mimi nikupe mchango utembee zako ng'ambo huko. Kwa sababu sikiliza people. Wambura akishikwa kule juu, Wambura atamshika nani? Atamshika RPC. RPC atamshika nani? Atamshika OCD. OCD atamshika nani? Kamanda wa operation. Kamanda wa operation atashika hawa wadogo. Nyie hamko salama. Ili wao wapone, nyie lazima watoa sacrifice. Na wakiona hawawezi kuwa sacrifice, mnaweza mkapotea kama nyie mlivyotupoteza sisi. People, ndugu zangu, kama sikizeni, dhambi mbaya na kubwa kuliko zote duniani ni uoga.
Nyie sikizeni, nyie ndiyo mmemweka Lissu magereza nyie, kwa sababu kila mtu anayekuja hapa dakika moja Brenda anaongea habari ya Lissu kwa magereza. Watoto wenu wameuawa. Mimi sikuja hapa kuwafundisha kuwa pole, nimekuja kuwafundisha kuambia acheni kuwa ubaya. Kama mke wako aliuawa, mtoto wako aliuawa, shangazi yako aliuawa, usitulize hiyo hasira mpaka it's not okay, mpaka haki imepatikana. Tuendelee, ili tuendelee kutembea tunahitaji shilingi. Chama hiki hakina pesa, hata shilingi moja hatuna. Gharama za viongozi hapa kuja hapa ni gharama zao. Tunaomba ndugu zangu, sio tu kutoa, mwisho tutakuja kuwapeleka kwenye